Mambo vipi? Karibu sana katika YouTube channel yako pendwa kabisa ya Nyalusi Tutorial. Leo tujifunze jambo moja. Kama mwanafunzi au kama mtoto wako wa darasa la 7 anasumbuka kufanya hesabu za algebra, ikiwa hesabu kama vile 2x kutoa 3y sawa na 12, let's say kutoa y. Sasa ukiona mtoto wako anasumbuka kufanya hesabu kama hizi hapa, mwambie kwamba hesabu za algebra muda mwingine huwa hazina majibu kama anayotarajia kwenye hesabu za kawaida. Yaani ni kawaida kupata majibu yenye herufi. Kwa mfano kwenye hesabu kama hii hapa, inawezekana kabisa ukapata jibu lenye herufi na upo sawa, haujakosea. Sasa cha kwanza mwambie hivi, akusanye mbuzi na mbuzi, ng'ombe na ng'ombe. Mbuzi na mbuzi maana yake nini? Maana yake herufi zenye x atafute yenye x nyenzake. Tuseme huyu anakuwa mbuzi mwenzake, na herufi yenye y atafute yenye y mwenzake, atakuwa ni kondoo mwenzake au ng'ombe mwenzake. Kwa mbuzi na mbuzi, ng'ombe na ng'ombe. Kwa hiyo ukiangalia hii 2x haina herufi nyingine kwa mbele, hakuna namba nyingine yenye x, kumbe ataandika tu 2x. Kifuatacho ataangalia herufi y, kuna y na kuna y. Sasa mwambie mtoto, au wewe kama ndo unanisikiliza ni mtoto unajifunza, mara zote namba yoyote inavyovuka mabano, kwa sababu tunazikusanya zinazofanana, ikivuka mabano tunaangalia nyuma yake palikuwa pana tendo gani. Kama palikuwa pana tendo la kutoa, huwa linakuwa tendo la kujumlisha likifika upande wa pili wa mabano, upande wa pili wa sawasawa, upande wa pili wa sawasawa. Kwa hiyo kwenye hii sawasawa, upande wa pili yake kuna hapa pana herufi ya kutoa, pana tendo la kutoa, ama wanaita negative kwa Kiingereza. Kwa hiyo ukifika upande wa kule itakuwa kujumlisha. Kwa hiyo sasa, kwa mfano nikiificha hii hapa, inayofuata ni alama ya sawasawa, kumbe nitaandika sawasawa. Baada ya sawasawa inayofuata ni 12, kumbe nitaandika 12. Halafu inayofuata ni kutoa y, nitaandika kutoa y. Baada ya hapo ndio nitaileta huyu ambaye nilisema inabidi aje huku. Kwa hiyo anayekuja kule anakuwa anakujumlisha kama nilivyoeleza, kwa kujumlisha 3y. Sasa hii shida nyingine inaanziaga hapa. Hii y jumlisha 3y, nyuma ya y pana tendo la kutoa. Kumbe hii hesabu inaweza ikawa inaanzia hapa. Hii hapa kutoa y kujumlisha 3y. Kwa maneno mengine, maliza kwanza utata uliopo hapa. Kwa hiyo kutoa y inamaanisha ni kama unatoa y sehemu palipo na 3y. Kwa maneno mengine, hii ni hesabu moja inaitwa integers kwa Kiingereza. Kwa hiyo sasa, kama unatoa hii ni sawasawa na una deni la y, yani hii negative maana yake deni la y, kujumlisha 3y inamaanisha unabidi mfukoni kwako una y ziko 3. Kwa maneno mengine ni kama hivi, una y ya kulipa, halafu una y ya kujumlisha, una y nyingine, una y nyingine. Hii inamaanisha nini? Kama kuna y ambayo inabidi ilipwe, lipa hii y kwa hii y. Nini kimebaki? Kuna y, imebaki y ya kwanza, y ya pili. Kumbe kuna 2y. Kumbe jibu la hapa ni 2y. Kwa hiyo inamaanisha nini? Futa hii hapa ujue jibu lilopo kwamba 2y, andika hapa jumlisha, maana yake ni ipo mfukoni, jumlisha 2y. Kumbe utata uliopo hapa ulikuwa ni jumlisha 2y. Kifuatacho hapa pana 12, kwa andika 12 ni sawasawa na 2x. Unaona kifuatacho TV. Sasa kwenye algebra, chukua hii herufi ipeleke kule pia, kwa sababu herufi zikae pamoja, hata kama hazifanani ikae tu pamoja. Itakuwa 2x nikitoa, maana yake kila ikivuka iko sign inabadilika. Kutoa 2y ni sawasawa na 12. Hakuna kitu kingine ambacho unaweza ukakifanya hapa. Kwa hiyo ndio jibu lako. Hujui kwa level yako ya darasa la 6 la 7, hii ndio jibu lako. Ila kuna majibu mengine huko mbele kama utataka. Lakini ukiangalia huwezi pata thamani ya x kwa sababu kuna y. Huwezi pata thamani ya y kwa sababu kuna x. Kwa hiyo unaishia hapa. Bwana, usisahau kusubscribe. Kuna hesabu nyingi, kuna vitu vingi ambavyo ninaweza kuwa nakufundisha. Unaachaje kusubscribe? Bye bye. Tukutane kwenye video ijayo.